Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tuna furaha kubwa, wageni wetu wameshawasili kwa maana Stade Malien na pamoja na maafisa wote wa mchezo ambao wamefika hapa kwa ajili ya kusimamia mchezo huu. Mazoezi yetu ya mwisho yamekwenda vizuri na wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa upande wetu. Tunao majonzi makubwa, tunawakosa Libase Gege pamoja na Shomari Kapombe ambao wana kadi nyekundu ambazo walizipata katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini hakuna matata. Simba Sports Club, Simba hii hata akosekane nani, Simba hii hata akosekane nani, hakuna pengo utaweza kuliona. Hii Simba yetu iko thabiti kweli kweli. Hii Simba yetu imekamilika kweli kweli. Tunakosa watu wawili muhimu, Libase na Kapombe, tena wote wa upande mmoja wa kulia, lakini hakuna shida. Waliopo wanaweza kuifanya kazi hii kwa ufanisi na ufasaha wa hali ya juu kweli kweli. Kesho tunakwenda Benjamin Mkapa kwenda kuuhuisha upya kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu. Mwaka huu kauli mbiu hii imekutana na misukosuko ya hapa na pale. Mwaka huu kauli mbiu hii imeshindwa kufanya kazi, lakini kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuipa uhai kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kuirejesha upya kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kupata alama 3 za kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na hilo kwetu linawezekana mno kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Sio kwa sababu Stade Malien tayari wamefuzu na hivyo hawana cha kupoteza, lakini kwa sababu Simba imeimarika sana hivi sasa. Simba imekuwa bora sana hivi sasa. Simba wachezaji wake wengi, ubora umeongezeka, plus wale ambao wamekuja dirisha dogo. Simba imekuwa mpya sana. Kesho tutakwenda kushuhudia boli bora, tutakwenda kushuhudia mpira wa maana kweli kweli, na wana Simba watafurahi. Na kimsingi tumeanza maandalizi ya Champions League ya msimu ujao. Kwa hiyo tunaanza kuiandika kwa Mkapa hatoki mtu kesho mpaka msimu unaokuja tukiwa hai. Nani kasema? Hans Raphael ni mpuzi tu kama walivyo wapuzi wengine wote ambao unawaona sehemu mbalimbali duniani. Huwezi kusema namna hiyo mchezaji fulani ana mapenzi na timu fulani. Huko ni kutaka kumchonganisha mchezaji husika na waajiri wake kwa wakati husika. Kama wanamtaka Mpanzu wala haina shida, wala wasihangaike kujizungusha wala nini. Wakamtuma Mpanzu wakamtuma Hansi kumchonganisha Mpanzu na Simba, wala wasihangaike. Utaratibu wenyewe wanaujua, uko wazi tu, wanasubiri muda ukiisha wanamchukua. Baada hapo wanakaa naye, kama ni mwaka mmoja, kama ni miaka miwili, inawashinda, alafu kinajua kitu gani wala sisi wala hatuna wasiwasi. Katika maeneo ambayo hatuna wasiwasi hata kidogo ni mchezaji wetu kutoka Simba kwenda Yanga. Yani hatuna mashaka hata kidogo. Yani hatuna wasiwasi hata mmoja, kwa sababu kinachoendelea baina ya wachezaji wanaokwenda huko na hiyo timu wenyewe wachezaji wanakijua. Na baada ya muda muhimu tu ukishaondoka usifute namba zetu, kwa sababu sisi ni mtakuja primary school. Kwa hiyo ni agenda ya makusudi ambayo wanaiendesha kwa ajili kwanza ya kumpotezea utulivu Mpanzu, lakini pili kumchonganisha Mpanzu. Ni kweli Mpanzu anapitia kipindi kigumu, na hii kila mchezaji anakipitia, lakini kwa Mpanzu ni zaidi. Mpanzu ana mambo mengi ambayo yanamwathiri ya kifamilia, ikiwemo ametoka kumzika mtoto wake wiki iliyopita tu, kama sio wiki 2 zilizopita. Kwa unaweza kuona hiyo burden aliyokuwa nayo, na analazimika kupambana kuendelea kuitumikia timu yake.
anashuka kiwango kwa sababu hiyo, lakini ni mapito ya kawaida. Kuna kipindi nani yule wanamshambuliaji wao mmoja hapa alikuwaga fungi yule wakawa anaitwa nani? Mbona wakusema kama ana mapenzi na Azam FC ama ana mapenzi na timu nyingine? Ni mambo ya kawaida ambayo kila mchezaji ana, lakini hili wanalifanya kwa makusudi kwa ajili ya kutaka kumchonganisha Mpanzu na mashabiki wake, Mpanzu na Simba yake. Mpanzu akikosea uwanjani watu waanze kureflect ya kwamba amekosea makusudi kwa sababu anataka kufanya kitu fulani. Mimi niwaombe wana Simba, huu ni wakati wa kusimama na Mpanzu, ni wakati wa kumtia moyo Mpanzu, aepukane ama aondokane na kipindi hiki kigumu. Atarejea kwenye ubora wake na ataendelea kuitumikia Simba Sports Club. Sio timu nyingine, dunia nzima imeshangaa. Yes, mpaka watu wa Ulaya huko wanatuuliza Simba imekuwaje, hatujawazoea namna hiyo. Sio tu hamjafuzu, lakini mmeshika nafasi ya 4 kwenye group, na msiseme nafasi ya mwisho, semeni nafasi ya 4. Kwa hiyo watu huko wanatuuliza, wa Ulaya, wa Asia, wa Amerika Kaskazini, wa Amerika Kusini, wanatuuliza, wanashangaa. Ni katika maajabu makubwa ya dunia hii kwamba Simba inakuwaje inashika nafasi ya 4. Lakini ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Ni kawaida, inatokea mwaka mmoja mambo yanakwenda arijojo kwa upande wenu. Sisi mwaka huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Ziko sababu nyingi, lakini zote tumeshazifanyia kazi na Simba sasa imekaa imara na tunaanza maandalizi msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Miongoni mwa wale ambao wanaamini kwamba tutamaliza na alama 5 na kuna ambao watamaliza na alama 5 kama nini? Tunajiangalia sisi zaidi. In fact hata hizo alama 5 zenyewe hakuna kitu kitatusaidia kikalkuletale, lakini tunachofanya sisi ni kushinda tu. Hata kama tukishinda tutapata alama 1, sisi we are very fine, lakini tunachohitaji sisi ni kushinda, na insha Allah naamini tutashinda kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo. Ushindi utakwenda kupatikana siku ya kesho, na tukifikisha alama 5 itakuwa ni jambo bora. Ni jambo bora sio kwa sababu kuna wengine wana alama 5, ni jambo bora kwa sababu tumefikisha walau alama 5, lakini muhimu zaidi tumeshinda Benjamin Mkapa, our home ground. Na nataka kuweka heshima kwenye mechi. Nataka kuweka heshima kama ambavyo nimekuambia. Kama kocha wa Stade Malien anashangaa kuiona Simba yuko chini yake, ndivyo dunia nzima inavyoshangaa. Kwa hiyo tukipoteza mchezo wa kesho, manake dunia inazidi kushangaa zaidi kwamba inakuaje Simba mwaka huu. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuishangaza dunia, hatuko tayari kuendelea kuipa huzuni Afrika, kwa sababu Afrika inahuzunika kwa Simba kushindwa kufuzu kwenda robo finali, na hatua ya robo finali itadorora kwa namna moja ama nyingine kwa sababu Simba Sports Club hayupo huko. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuisononesha Afrika, yani kushinda hata mchezo moja, hatuko tayari kwa hilo. Somaji, mbali na kuwa ni Jumamosi, mechi saa 1 kamili usiku, tarehe 14, wako ambao ni siku maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wapendanao. Nawaambia nini? Yalla tuko na wapendanao. Kesho siku ya wapendanao, Valentine Day. Kesho ndo siku ya wapendanao. Wale watu wenye tukisema wale watu wenye mahaba yao waje na wenza wao, waje wapate burudani na kuonesha mapenzi zaidi. Njoo nao wote, njoo nao wote, ndio sisi yetu tujaze uwanja. Kwa mfano ukiamua zako bwana Wile uje na wachumba zako wote 5, manake automatic sisi tunakwenda kujaza huu uwanja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kama una wapenzi wengi, waoneshe mapenzi yenu, njoo nao Benjamin Mkapa.